Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu hili ya murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna'il Islamiyya, twakukaribisha katika ukumbi wetu kwa moyo mkundufu na twakutakia kila la kheri katika mambo yako, pamoja na kuwatakia kheri Waislamu wote kwa ujumla. Leo tuendelea na somo la hadith ya faslu sabi', waeleza al-a'immatu sab'a, maimamu saba wa hadith, lakini tutawaeleza watatu kulingana na vile ilivyopangwa. Upande mmoja ni watatu, upande mmoja wako wanne. Al-a'immatu sab'atu, maimamu saba, ama hawa ni maimamu saba tunawasoma. Al-Imamu al-Bukhari, wa kwanza kabisa ni al-Imamu al-Bukhari, huwa imamu ahli al-hadithi bila munazi'in, ni imam kiongozi wa watu wa hadithi bila ya mshindani, hana mshindani ama mpinzani. Athabtu, ni mwenye daraja ama ni gwiji. Swara dha hazmin, thabuta thabatatan wa thubutatan, swara dha hazmin wa wazanatin. Yuqalu fulanun thabitul qalbi fahuwa thabtun wa thabitun. Kwa hivyo thabtun ni mtu mwenye ukakawiaji wa nia, mtu mwenye nia kubwa katika jambo, na mtu mwenye daraja. Kwa hivyo tukisema mshupavu ndio hiyo dha hazmin. Alafu tukisema gwiji ama mtu ambaye ni gwiji ni mtu mwenye wazana, daraja fulani, cheo fulani katika jambo. Al-hujjatu ni hoja. Hoja ama hujja katika hadithi ni mtu amehifadhi hadithi 300,000 kwa isnadi, hadithi 300,000 kwa isnadi zake. Dhula rijal, hawa ndo watu, na kila siku tukaririwa. Leo angalia ulimwengu ulivyokuwa na ujbi, watu wana ujbi, kujiona mtu wewe hata kuzihifadhi, kuzisoma hadithi 300,000 hujawahi, lakini mtu mdomo mrefu, kutukanana kwingi, kudharauliana kwingi, hadithi 300,000 kuzisoma kwa mayaka mtu hajafika, hata 300,000, hata 3,000. Watu walikuwa wapi na sisi tuko wapi? Wakifufuka hawa wataona sisi ni watu gani? Mwenyezi Mungu aweke pema pamoja na wema. Arrawiyatu, mwenye kupokea mno hadithi. Abu Abdillahi, babake Abdillahi, Muhammad ibn Ismaila, jina lake al-Imamu al-Bukhari aitwa Muhammad kama la Ustadh Muhammad ibn al-Mughirati al-Bukhari, mwenye kunasibishwa na mji wa Bukhara. Bukhara ni mji uko katika nchi ya Uzbekistan, ambayo hii nayo iko katika Umoja wa Sovieti, Uzbekistan. Na hapo ndipo alizaliwa al-Imamu al-Bukhari. Waulida bi Bukhara, waulida bi Bukhara ama wulida bi Bukhara, alizawa Bukhara, so alizaliwa.
Ustadh Muhammad akikataa Kiswahili cha kuzaliwa, asema kuzaliwa ni yeye mke wake amzalie, kwa hivyo yeye itakuwa amezaliwa, lakini yeye amezawa, mamake amemzaa. Hapo Bukhara akishaoa yule mke wake akizaa, yeye itakuwa amezaliwa, mke amezaa, mtoto amezawa. Yaum aljumuati, alizawa siku ya Ijumaa. 13 Shawwal, tarehe 13 ya mfungo mosi, mwezi wa Shawwal, mfungo mosi. Sanata 194 hijria, mwaka wa 194 wa hijra. Watuufia lailata sabti, na ametawafu, alikufa usiku wa Jumamosi. Eid al-Fitri, Eidul Fitri, Eid ya Ramadhani, ya kufungua baada ya kufunga. Sanata 256 hijria, mwaka wa 256 wa tangu kugwera Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tabaru kitabuhu sahihu, na huzingatiwa kile kitabu chake ambacho chaitwa as-sahihu, yani Sahih al-Bukhari. Asahhu kitabin ba'da kitabillahi ta'ala, ni kitabu sahihi zaidi baada ya kitabu cha Mwenyezi Mungu atukushio, baada ya Qur'anul Karim. Ana maelezo marefu, lakini tumetabaruku, ama Ustadh Muhammad ametabaruku kwa haya machache katika tarikhi ya al-Imam al-Bukhari. Na watu angalia, zamani wakikubaliana, watu wote wa Bukhara pale wameona hakuna mwanachuoni kama yeye, ule mji mzima ukapewa jina lake. Leo ni kinyume, kila mmoja hamkubali mwenzake. Watu wa zamani, watu wote huwafikiana wakamkubali mtu mmoja, kuwa pamoja na kuwa twajua, lakini huyu ajua zaidi, wakamkubali, wakampa na jina la Mui. Al-Imam Muslim, Imam Muslim huwa imamu al-huffadhi wal muhaddithina, yeye ni imamu wa mahafidh, yeye ndo kiongozi wao. Wal muhaddithina, na wale muhaddithina wenye kupokea hadithi, yeye ndo imamu wao. Al-hafidh ni mtu amehifadhi hadithi 100 kwa isnadi, ndio hafidh. Arrawiyatu, mwenye kupokea mno hadithi. Abul Hasan, babake Hasan, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri, wulida sanata 206, alizawa mwaka 206. Rahala ila al-Iraqi wa ghairiha, alisafiri kwenda Iraqi na sehemu nyinginezo kutafuta ilmu. Wasamia min al-kathiri, na amesikia kutokana na wanazuoni wengi wa hadithi, ama wanazuoni wengi wakiwemo wa hadithi ndani yake. Wa min al-Imami Ahmad, na amesikia pia kutoka kwa Imam Ahmad. Kusikia huku kusikia tu, kusikia na kupokea, kuhifadhi. Na wengineo ni kina Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, pia amesikiza kwa, amesoma kwa Imam al-Bukhari. Imam Muslim ni mwanafunzi wake Imam Bukhari. Yahya ibn Ma'in ni mwanafunzi, ni mwalimu wake. Ishaq ibn Rawayhi ni imamu wake, na Ad-Darimi as-Samarkandi. Watuufia sanata 261 hijria, na alitawafu mwaka wa 261 tangu kugwera Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhu an-nasi kana yufadhilu sahihahu ala sahihi al-Bukhari, na baadhi ya watu walikuwa wakiiboresha, wakiifadhilisha na kuifanya bora Sahih Muslim kuliko Sahihi al-Bukhari, kulingana na uzito wake.
Kwa hivyo huyo ndo al-Imam Muslim, alikuwa ni mtu wa karne ya 3 ya Hijra. Al-Imam Abu Dauda, al-Imam Abu Daud wal-Imam Athabtu, naye ni imamu gwiji ama mshupavu ama mwenye daraja katika hadithi. Al-Hafidhu aliyohifadhi hadithi 100 kwa isnadi. Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani bikasri sini, as-Sijistani, na huitwa pia Sistan, huitwa pia Sakastan. Huo mji mmoja una lahja ya kuitwa mara 3: Sijistan, Sikistan, Sisistan, Sakastan ama Sajistan, Sakastan, Sijistan, Sistan. Ulida sanata 202 Hijria, alizawa mwaka wa 202 wa kuhura Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu mji uko katika Afghanistan. Wa mata bil Basrati, na alikufa Basra fi 16 Shawwal, tarehe 16 ya mfungo mosi, sanata 275 Hijria, mwaka wa 275 tangu kugura Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana imama ahli alhadithi fi zamanihi, alikuwa ndiye imam, kiongozi wa watu wa hadithi katika zama zake, bila mudafi'in, bila ya mpinzani. Wa sunanuhu min asahi alkutubi ba'da sahihaini, na sunan ya al-Imam Abu Daud ni sahihi zaidi ya vitabu baada ya sahihi 2, Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Na wanafunzi wake huyu ni al-Imam Tirmidhi na Imam An-Nasai, ni wanafunzi wa al-Imam Abu Daud. Na wana mingi, lakini wakati haututoshei. Ustadhi ameweka haya machache kutabaruk na tarikhi zao. Mwenyezi Mungu atupe na sisi hima kama alivyowapa wao, watu ambao leo hakuna wenye kuweza kuyadhibiti waliopewa na Allah, isipokuwa ni vifaa kama hivi, simu na makompyuta, ndio sahizi za wakilisha. Lakini wakati wao ndo walikuwa ni laptop, wao ndo walikuwa ni kompyuta, wao ndo walikuwa ni memory kubwa za kuhifadhi hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi ikiwa hatutokuwa kama wao, Allah atupe yale ambayo yatakuwa ni ahli na sisi kuwa nayo inshallah katika upande wa nyanja za hadithi na kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe pamoja na kuchangia maoni. Wa as'adallahu awqatakum wa ila liqa.